Walioko mbele yenu wanafunzi wa Sunday School wako tayari kuanzia fungu moja na kifungu cha Biblia, nani mtabarikiwa. Inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataacha hata atakapokuwa mzee. Mathayo 7:7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Yohana 14 mstari wa 15 hadi 16 inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mathayo 6:14 hadi 15 inasema, kwa maana mkiwasamea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamea ninyi makosa yenu. Bali msipowasamea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamea ninyi makosa yenu. Zaburi 100 mstari wa 1 hadi 3 inasema, fanyeni Bwana shangwe dunia yote, tumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba, na sisi tu watu wake na kondoo. Methali 3 mstari wa 1 hadi 3 inasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako ukishika amri zangu, maana sitakuongezea wingi wa siku na miaka ya Mungu. Ephesians chapter 6 verse 1-2 it says, children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your father and mother is the first commandment that has a promise on. Inasema, yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Mungu wetu ameweka ahadi nyingi sana kwa watoto wetu pamoja na uzao wetu. Zipo ahadi tele kwa ajili ya maisha yetu, watoto kukaa na uzima na afya. Hivyo tunakwambia kwamba kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 9 na kuendelea, watoto wote wanapatikana katika kanisa la God Soul Church kwa ajili ya mafundisho. Tuko na walimu ambao Mungu amejaza na nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu, wanafanya kazi katika hofu ya Mungu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanashika nidhamu na hofu ya Mungu. Kwa hivyo kuanzia saa 9 kila Jumamosi mtoto wako asikosekane, na siku ya Jumapili wanakutana kuanzia saa 2 hadi saa 3:30. Kwa hivyo mtazamaji, unapoendelea kubarikiwa na neno, kumbuka watoto ndio ulinzi wetu, na Mungu atubariki sote.